Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu la kwanza, changamoto ya mgao wa maji usiofuata mpangilio ambao kwa sasa imekuwa sugu itamalizika lini? Kipengele A, kwa nini katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwepo na changamoto ya wananchi kuletewa ankara za maji wakati huduma ya maji haipatikani, kwa maana bili inakuwa kubwa kulinganisha na huduma wanayoipata? Je, ni sababu zipi sasa zinazopelekea wateja waliolipia maunganisho mapya ya maji kutounganishiwa huduma ya maji hadi hivi sasa? Mwisho, ni lini mtajenga mtandao wa maji katika maeneo mbalimbali ya manispaa ya Ilemela yenye changamoto ya upatikanaji wa maji? Mheshimiwa Mwenyekiti, asante. Kwanza ni suala la mgao wa maji. Ni kweli kwamba kumekuwa na migao ya maji, lakini kwa nini tunakuwa na migao ya maji Mwanza? Tunakuwa na migao ya maji kwa sababu uzalishaji wetu hautoshelezi mahitaji ya wananchi. Kwa sasa hivi jiji la Mwanza tunazalisha lita milioni 138 kwa siku, lakini mahitaji ya Mwanza ni lita milioni 190 kwa siku. Sasa hiyo tu ndio ambayo inatusababisha tuwe na migao. Lakini pia tumekuwa na changamoto katika uzalishaji. Tunaposema hiyo 138 bado kunakuwa na zile changamoto ambazo zinatukumba mara kwa mara. Kama alivyoeleza mwenzetu wa TANESCO ni kwamba tumekuwa na miumbo wa umeme pamoja na kukatika kwa umeme kwenye vyanzo vyetu vya uzalishaji. Pamoja kwamba tumekuwa tukishirikiana kwa karibu na TANESCO pale kunapokuwa na tatizo hilo ili watatue. Ni kweli kumekuwa na malalamiko hayo kwamba maji yanakuwepo kidogo lakini bili zinakuja. Sisi tuna bili kwa mwezi mara moja. Kila mwezi tuna bili mara moja. Na ili kuondoa hili tatizo tumejitahidi kwamba pindi msoma mita anapofika tu nyumbani kwako na kusoma. Maana sasa hivi tunachofanya ni kwamba anasoma moja kwa moja kwenye mita yako na anaingiza kwenye system akiwa hapo kwako. Kwa hiyo kitu ambacho anafanya ni kwamba akishasoma ule usomaji akauingiza kwenye system, kwa maana ya kwenye mfumo ule wa bili. Mfumo wa bili moja kwa moja unatuma message kwa mteja ukimwambia kwamba mita yako imesoma leo, usomaji wako uko hivi. Kwa hiyo kama kuna namna yoyote ambayo unaona usomaji uko sawa, unaweza kuwasiliana na huduma kwa wateja. Kile mtu anapotumiwa message hapo anaona kile ambacho nimeelezwa hapa na ambacho kimesomwa kiko tofauti. Kwa hiyo inahitaji pale kuwasiliana huduma kwa wateja, na hii inakuwa kati ya siku 4 mpaka siku 5 kabla ya bili haijatoka. Kwa hiyo kama kile kilichosoma ndio ambacho ni sawa, lakini kama utaona kuna tofauti ya tarakimu kati ya kile ambacho kimesomwa na kile ambacho kimeletwa kwenye bili, basi tunaomba tuwasiliane ili tujue namna ambavyo ya kurekebisha hiyo bili, na tunairekebisha hata kabla bili haijatoka, kwa sababu message hizi zinapatikana kati ya siku 3 hadi siku 5 kabla bili hazijasoma. Lakini kuhusu uhaba wa maji pia tumejipanga kwa maana ya kuondoa huu uhaba wa maji. Kwa sasa hivi kuna mradi ambao tunatekeleza eneo la Kapili Point, lengo likiwa ni kuongeza uzalishaji. Na upanuzi huu wa chanzo tunategemea kwamba utatoa ule uzalishaji wa 90 kwa siku kwa eneo la Kapili Point hadi kufikia 144 lita milioni 144 kwa siku.